Mambo vipi wazee? Safi safi kama kawaida. Kama kawa. Sasa mimi nataka nijue nyinyi mmekuja hapa kwa ajili ya nini? Sisi tumekuja hapa ili kupokea Taifa Stars kutoka Morocco. Maana sasa hivi Tanzania imepiga hatua. Dunia imeona. Sasa hivi dunia imejua Tanzania ni nani. Wao wenyewe wametuogopa sasa hivi. Mpaka tumevuka hatua 16 bora. Tunamshukuru sana kocha Gamondi katuvusha. Sasa hivi sisi Tanzania tunajivunia kuwa wakubwa. 2027 kombe linabaki hapa hapa Tanzania. Mungu ajalie. Asanteni sana. Tunashukuru. Kwa majina naitwa Shabiki la Kafu, mjukuu wa tajiri Mohamed Dewji. Leo hii tumekuja kwenye kuwapokea timu ya taifa baada ya kutuonyesha kwamba tuna matumaini, lakini pia baada ya kwenda kujifunza kuelekea kwenye maandalizi yetu ya AFCON 2027. Mimi naamini hii ni moja ya mapokezi makubwa kuwahi kutokea, kwa sababu kwa mara ya kwanza tumetinga katika hatua ya 16 bora. Ni kitu ambacho Watanzania tulikuwa tunaamnacho, lakini pia tumepata mwanga sasa wa kuelekea 2027. Maana yake kwamba tunastahili kwenda kuandaa. Huwezi kuandaa alafu kaishia hatua makundi. Kwa hiyo unaweza ukaandaa kama umeshia hatua 16 bora. Mimi naamini binafsi hii kikosi nimekiona kizuri. Kama tutajipanga zaidi ya hapa, msimu wa 2027 tutakuja kuchukua kabisa AFCON, sio kuishia tena 16 bora au robo finali au makundi. Mimi naamini kama tutajiandaa vya kutosha tunaweza tukachukua kombe, lakini pia tuchukue kama sehemu ya mchezo wa Morocco, namna matokeo tulivyoyapata kwa ugumu, kwa kuonewa au kwa kuziwa matokeo na sababu ya mtu anyonyeji wa nyumbani. Tukienda kuchukua yale, tukirudi naye kuja kujifundisha hapa nyumbani, mimi naamini tutakuwa na matokeo bora zaidi. Tuchukulie mchezo wa Morocco kama ni darasa la kuja kufanya sisi nini 2027 hiyo kama sehemu sasa, na sisi tumejifunza kitu kutoka Morocco, tumekuja nacho nyumbani na tuna haki ya kuchukua AFCON, kwa sababu mimi naamini kama kocha Miguel Gamondi ataendelea kuaminiwa na akapewa kile kilichostahili, mimi naamini 2027 tunachukua. Lakini pia nitoe ombi kwa serikali. Nimejaribu kuangalia mataifa yote makubwa ambayo yametinga robo finali, asilimia kubwa wachezaji wao wanacheza Ulaya na ligi nyingine. Siwadharau wachezaji wa ndani, lakini ninaamini kama serikali itatoa kipaumbele zaidi kwa kwenda kutengeneza uraia pacha kwa wachezaji tu, sio raia mwingine wa aina yoyote. Tunachotaka sisi ni wachezaji, kwenda kuwachukua wachezaji wetu ambao wana asili ya Kitanzania, ambao wako gaibuni na tafuta maisha yao. Mimi naamini tukwenda kubaka puale, tukaja kuongeza na tuliokuwa nao ndani. Mimi naamini 2027 ili gwaride mneliona leo litakuwa maradufu ya hili ambacho tumekiona, lakini pia tutakwenda kutimiza ndoto yetu sasa ya kufika wapi, hatua ya kuchukua ubingwa wa AFCON. Lakini pia Mheshimiwa Rais kutokana na anachokifanya kutuheshimisha na unono analolitoa. Kwa hiyo mama, mimi naamini kwa kilio chetu hiki cha katikati ana uwezo wa kutusaidia kutufikisha mahali ambapo tunahitaji, kwa sababu ameonyesha kusapoti michezo kwa 100%, yani pasipo kujiuliza bwana, hapa panahitajika kutoa mzigo, anatoa mzigo, hapa panahitajika hivi, anahitajika hivi. Lakini pia iwe chachu sasa kwa wachezaji ambao hawakupata nafasi kwa awamu hii, ili watafute nafasi kwa awamu ijao na kwenda kujitolea zaidi kwa kuiga kwa wenzao, kwa sababu hatujawahi kuona msafara umejaa kama hivi watu waje kupokea timu ya taifa. Tumezoea Simba na Yanga, lakini leo hii imekuwa timu ya taifa kwa sababu tumepiga hatua nini ya 16 bora. Kwa hiyo tunaiomba tutakaporudi nyumbani twende tukachia hata finali, tutakuja tunapata bora zaidi kuliko hapa. Asante.